na aliyekuwa mbunge wa awali Charles Ong'ondo Were ambaye alifariki kwa mtutu wa bunduki hapa jijini Nairobi Aprili 30 mwaka huu, na sasa mwanawe Boyd Were anatazamia kumrithi babake miongoni mwa wawaniaji wengine. Lakini kutoka Kasipul sasa tusanzuke moja kwa moja hadi katika kaunti ya Kilifi huko Magarini. Ni mojawapo ya maeneo au eneo ambalo linajihusisha na chaguzi hizi ndogo. Kwenye kiwambo chako ni mwanahabari mwenza Elizabeth Motuko ambaye anafuatilia taarifa hiyo. Liz, habari za sasa Magarini kukoje, na ni yapi ambayo tunajua hadi kufikia sasa kuhusiana na chaguzi hizi ndogo za mwaka wa 2025? Liz? Na bila shaka ndio hivyo, kama ulivyosema ni kweli. Nipo katika eneo bunge la Magarini kuanzia asubuhi mwendo wa saa 1:30, mahali ambapo tulianzia tangu kufunguliwa kwa vituo vya kupigia kura asubuhi ya leo, na tukao tukizunguka katika maeneo mbalimbali na vituo mbalimbali vya kupigia kura. Kile kinaonekana zaidi kama wingi na uchache pia wa wapiga kura katika maeneo mbalimbali. Na wakati huu nipo katika eneo bunge nipo katika kituo cha kupigia kura cha Kabindoni, ambapo shughuli ya kupiga kura inaendelea. Kwa kulingana na wale ambao ni maafisa wa IEBC, wanasema kufikia sasa kati ya watu 500 watu angalau 150 wameshapiga kura, ishara kwamba bado wanaendelea vizuri. Lakini labda nikupe taswira ya jinsi shughuli zimekuwa katika eneo hili. Ni kwamba katika kituo cha kupigia kura katika eneo lile la Magarini kulikuwepo na vurugu wakati ambapo mwaniaji wa chama cha DCP Stanley Kenga alikuwa anapiga kura, wakati ambapo mmoja wa mbunge wa Kilifi South aliingia katika eneo hilo na kufukuzwa na wale ambao ni wananchi kwa kile waliona kama kuingililia masuala ya kupiga kura, na pia wale ambao ni wawaniaji, akiwemo mwaniaji wa ODM ambaye ni Harrison Kombe ameshapiga kura katika kituo cha Mapimo Primary, ambapo alipiga kura mwendo wa saa 2:30. Na katika kituo hiki mmoja wa wale ambao ni wawaniaji na ni Gen Z ama ni kijana anafahamika kama Amos Katana amepiga kura akisema kuwa ni shughuli ambayo anaiona inakwenda kwa jinsi ambavyo inastahili. Na awali pia tulizungumza na wale ambao ni kamishna wa IEBC Lutalala Mkwana, akiwahakikishia wananchi katika eneo hili kwamba shughuli ya kupiga kura itakuwa inafuata mkondo wake na zile sheria ambazo zinahitajika zitakuwa zikifuatwa kikamilifu. Na pia alikuwepo Ali Nuno ambaye awali alituhakikishia kuwa licha ya kuwepo tetesi kwamba kungekuwa na masuala ya vurugu, akisema kuwa askari na maafisa wa usalama wameshika doria vilivyo na kuwa hakutakuwepo na vurugu. Kwa vote vile watahakikisha kuwa masuala ya kupiga kura yatatekelezwa jinsi ambavyo inahitajika kisheria. Tutakuwa tukirejea katika kituo cha kujumuisha kura ambacho ni kituo cha Mapimo Vocational Training Center, ambapo baadaye watakuwa wakianzisha ile shughuli kuanzia mwendo wa saa 8 saa 9 ya kurejesha kama watakuwepo wamemaliza. Kumbuka kwamba vituo hivi vinatarajiwa kufungwa baadaye saa 11 kwa wote ambao watakuwa wamepiga kura, na wale watakuwa wameachwa hivyo nyuma ndio hivyo. Lakini kama tulivyoshuhudia eneo hili kwingi kuna amani, ama maeneo mengi yana amani tofauti na ilivyo katika maeneo mengine. Lakini labda nikujuze ni kwamba baadaye viongozi wa ODM wakiongozwa na gavana wa jimbo hili Gideon Mung'aro, gavana wa Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir, miongoni mwa wengine watakuwa wakizungumza na wananchi kuhusiana na jinsi shughuli hii inakwenda, manake pia walikuwa na alama za aina yao. Lakini kwa sasa nafikia hapo, baadaye nitakuwa nikirejea kukujuza mengi kuhusiana na kinyang'anyiro hiki. Asante sana Elizabeth Motuko, mwandishi wetu wa habari kutoka Magarini, akifuatilia taarifa hiyo kuhusiana na chaguzi ndogo za mwaka 2025 ambazo zinaendelea katika eneo hilo. Kumbuka awali